Na Kongo ya warejesha nyumbani wa Marekani watatu waliokuwa wamehukumiwa kifo. Habari kamili. Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Gaza imekuwa kama uwanja wa mauaji kwa sababu Israel inaendelea kuzuia misaada. Guterres amewaambia waandishi habari kuwa zaidi ya mwezi mzima umemalizika bila ya tone la msaada kuingizwa Gaza. Amesema hakuna chakula, mafuta, dawa na bidhaa pamoja na bidhaa za biashara. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, Oren Marmostein, amepinga tuhuma hizo akisema hakuna uhaba wa msaada wa kiutu katika ukanda wa Gaza. Amedai kuwa Hamas imetumia msaada wa karibuni ulioingizwa katika eneo hilo kujenga upya nguvu zake za kijeshi. Huku akitaja mikataba ya Geneva inayowalinda watu walioko vitani, Guterres amesisitiza wajibu wa upande unaoikalia ardhi ya mwingine kuhakikisha chakula na bidhaa za matibabu zinawafikia wakazi. Santo Domingo. Kiasi ya watu 79 wamekufa baada ya paa la klabu moja maarufu ya usiku katika Jamhuri ya Dominica kuporomoka. Miongoni mwa waliokufa katika tukio hilo la usiku wa manane ni mwanasiasa mmoja na mchezaji nyota wa baseball nchini Marekani. Mwanamuziki maarufu wa mtindo wa merengue nchini Dominica, Ruby Perez, ambaye alikuwa jukwani wakati huo, ni miongoni mwa watu waliojikuta kwenye mkasa huo uliotokea katika klabu ya usiku ya Jet Set kwenye mji mkuu wa taifa hilo la Caribbean wa Santo Domingo. Saa chache baada ya paa hilo kuanguka, alikuwa bado amekwama pamoja na wengine, wakati zaidi ya waokoaji 370 wakipekua kwenye vifusi na waathiriwa walionasa wakiomba msaada. Vyombo vya habari nchini humo vilisema alipatikana akiwa amekufa. Kulikuwa na kati ya watu 500 na watu 1000 katika klabu hiyo wakati mkasa ulipotokea mwendo wa saa 7 kamili usiku wa manane. Haijulikana kilichosababisha paa hilo kuporomoka. Kinshasa. Wamarekani watatu waliohukumiwa kwa kushiriki katika jaribio lililoshindwa la mapinduzi nchini Kongo mwaka jana wamerejeshwa Marekani. Hii ni siku chache tu baada ya hukumu zao za kifo kubadilishwa na kuwa za maisha jela. Msemaji wa rais wa Kongo Tina Salama amesema watu hao watatu watatumikia vifungo vyao nchini Marekani kufuatia kurejeshwa kwao kulikofanikishwa na ubalozi wa Marekani. Ofisi ya rais imesema Wamarekani hao waliondoka Kongo jana Jumanne asubuhi. Masharti ya makubaliano ya kuwahamisha wafungwa hao hayakufahamika wazi. Miongoni mwa Wamarekani hao watatu ni Marcel Malanga mwenye umri wa miaka 21, ambaye ni mtoto wa kiongozi wa upinzani Christian Malanga aliyeongoza jaribio hilo lilozimwa la mapinduzi na ambalo lililenga ikulu ya rais mjini Kinshasa. Baba yake aliuawa wakati akipinga kukamatwa, kwa mujibu wa maafisa wa Kongo. Marcel Malanga alisema baba yake alimlazimisha kushiriki katika tukio hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Juba. Sudan Kusini imesema itamkubalia kuingia nchini humo raia wa Kongo aliyefukuzwa na Marekani, ambaye kesi yake ilizusha mzozo wa kidiplomasia na kuifanya Washington kufuta visa zote za Marekani kwa wa Sudan Kusini. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan Kusini ilisema mzozo huo ulitokana na kuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyefukuzwa Marekani na kupelekwa Juba mapema Aprili alitumia jina la uongo. Ni kwa sababu hiyo ambapo alirudishwa Marekani. Lakini wizara hiyo sasa imesema kuwa kwa mujibu wa uhusiano wa kirafiki kati ya Sudan Kusini na Marekani, serikali imeamua kumruhusu raia huyo wa Kongo kuingia katika ardhi yake. Imesema imewataka maafisa katika uwanja wa ndege wa Juba kushughulikia kuwasili kwake hii leo. Berlin. Declan Rice alifunga mabao mawili maridadi kabisa mikwaju ya free kick katika ushindi wa Arsenal wa mabao 3-0 dhidi ya mabingwa watetezi Real Madrid katika mechi yao ya robo finali ya ligi ya mabingwa mkondo wa kwanza. Mikel Merino alifunga la tatu na kuweka vijana hawa Mikel Arteta ukingoni mwa kutinga nusu finali. Nchini Ujerumani, nahodha Lautaro Martinez aliipa Inter Milan bao la uongozi mwishoni mwa kipindi cha kwanza baada ya shuti la Harry Kane kugonga mwamba kwa upande wa wenyeji Bayern Munich. Thomas Müller aliyetangaza kuwa anaondoka Bayern mwishoni mwa msimu huu alisawazisha katika dakika ya 85, lakini Davide Fratesi akafunga bao la ushindi la Inter dakika 3
baadaye. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Mimi ni Bruce Amani, baki nasi. Baada ya Marekani kuyawekea mataifa mbalimbali duniani ushuru mkubwa, China imeapa kulipiza kisasi na sasa inajiandaa na vita vya kiuchumi na Washington. Hata hivyo, wachambuzi wanahoji ikiwa Beijing itavishinda vita hivyo vya kiuchumi, hasa ikizingatiwa kuwa inategemea mno mauzo ya nje. Zaidi anasimulia Bruce Amani. Beijing inayohisi kubanwa na hatua kali za Marekani za kutoza ushuru bidhaa za China na nchi yoyote ambayo inanunua au kutengeneza vitu kwa kutumia vipuri vya China inajiandaa kwa vita vya kiuchumi. Washington wiki iliyopita iliweka ushuru wa forodha wa 10% kwa bidhaa kutoka karibu dunia nzima na ushuru wa juu zaidi kwa nchi kama vile Vietnam ambako viwanda vya China vimekuwa vikihamishia shughuli za uzalishaji. Hii ilisababisha hatua ya kulipiza kutoka kwa China ikifuatiwa na vitisho vipya kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Mshauri mmoja wa sera za China anasema atakayesalimu amri wa kwanza atakuwa ndiye mwathirika. Mshauri huyo ambaye hajataka kutajwa jina kutokana na unyeti wa mada hii anasema ni suala la muda tu kuona atakayevumilia kwa muda mrefu zaidi. China hata hivyo haina chaguzi nzuri. Itatafuta masoko mengine barani Asia, Ulaya na kwingineko duniani, lakini hii inaweza isiwe njia bora ya kujikwamua. Nchi nyingine zina masoko madogo zaidi kuliko Marekani na uchumi wa mataifa unaathirika kutokana na ushuru huo. Nchi nyingi pia zinahofia kuruhusu bidhaa za bei nafuu zaidi kutoka China. Kuishusha thamani ya sarafu itakuwa njia rahisi zaidi ya kupunguza athari za ushuru nchini China, lakini hiyo inaweza kusababisha uhamishaji wa mtaji kwenda nchi za kigeni, wakati pia ikiwatenga washirika wa kibiashara ambao China inaweza kujaribu kushirikiana nao. Ruzuku zaidi, punguzo la kodi ya mauzo ya nje au aina nyingine za kichocheo zinaweza kutumika, lakini hii pia inaweza kuhatarisha kuzidisha uwezo wa kiviwanda na kuchochea shinikizo zaidi la kupungua kwa bei za bidhaa. Wachambuzi kwa miaka mingi wamekuwa wakitetea sera ambazo zinaweza kuongeza mahitaji ya ndani. Lakini licha ya matamko ya Beijing, sio mengi yaliyofanywa kuongeza matumizi, ikizingatiwa kwamba mabadiliko ya kisera ambayo yangehitajika yanaweza kuharibu sekta ya utengenezaji katika kipindi cha muda mfupi. Shukran Bruce Amani kwa ripoti hiyo. Iran na Marekani zinatarajiwa kufanya mazungumzo siku ya Jumamosi nchini Oman katika juhudi za kuanzisha upya majadiliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini hata kabla ya kuanza kwa mazungumzo hayo, kumeshuhudiwa hali ya sintofahamu kuhusu jinsi mazungumzo yenyewe yatakavyofanyika. Mwenzangu Tatu Karema alizungumza na Abdel Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za ukanda wa Mashariki ya Kati, ambaye alianza kwa kuzungumzia hali ya kubadilika kwa msimamo wa Trump dhidi ya Iran. Msimamo ambao Rais Donald Trump ameutangaza, tunaweza kwa upande mmoja tukahisi kwamba ni hatua ya kulegeza msimamo serikali ya Trump, lakini kwa upande mwingine tutaweza kuiangalia swala hili kama ni hatua ambayo lengo lake hasa ni kutaka kwa njia za kidiplomasia kuilazimisha Iran iamue kuvunja au kuondoa azma yake ya kunufaika na teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani, kwa sababu hilo ndilo swala ambalo muitifaki mkuu wa Marekani Israel imekuwa ikilipigania siku zote, kwa kuituhumu Iran kwamba lengo lake hasa ni kutaka kuunda silaha za nyuklia, ingawa Iran yenyewe imekuwa ikikanusha kila mara madai hayo. Ni kweli Iran imekuwa ikikanusha madai hayo, lakini kipi kinaitia wasiwasi zaidi Marekani licha ya msisitizo wa Iran kwamba hapana, sisi hatuelekei njia ya kutengeza silaha za nyuklia? Inaonekana ni swala zima la mlingano wa nguvu katika eneo hili la Mashariki ya Kati, kwa sababu Israel inajulikana kwamba imekataa hadi sasa kusaini mkataba wa NPT wa kuzuia uenezaji na uundaji wa silaha za nyuklia, mkataba ambao Irani ni moja kati ya nchi wanachama. Kwa msingi huo, Marekani yenyewe inapendelea katika eneo hili la Mashariki ya Kati, kama kutakuwepo na nchi au dola ambalo linamiliki silaha za nyuklia, basi dola hilo libaki kuwa ni Israel kwa ajili ya maslahi ya mlingano wa kijeshi wa Marekani katika eneo hili.